Basi sasa enda, tangaza habari masikioni mwa watu hawa na kusema, mtu awaye yote anayeogopa na kutetemeka na arudi aondoke katika mlima wa Gilead. Ndipo watu 22,000 wakarudi katika watu hao, wakabaki watu 10,000. Na jambo la kusema hapa, kama watu 22,000 walirudi na 10,000 walibaki, Gideon alikuwa na watu wangapi? Hiyo ni hesabu ya kujumlisha, sijawasikia. 32,000, si sawa? Alafu jaribio la kwanza ambalo huanza kuwatema watu kwenye maisha ya ukuu, jaribio la kwanza ni jaribio la hofu. Wote ambao ukimwangalia ana hali ya hofu, anaogopa na kutetemeka na arudi. Bwana, nilishangaa sana kwamba kinachowatema watu kwenye maisha ya ukuu kwa asilimia niseme 90 ni hofu. Anayeogopa na kutetemeka na arudi. Kwa katika watu 32,000 waliorudi nyumbani kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya kuogopa na kutetemeka, walikuwa ni 22,000. Jaribu kufikiria kwa namna ya kawaida. Watu 22,000 walikuwa wanajeshi kabisa. Ilipopigwa mbiu ya jeshi, walikuja jeshini. Tena wana silaha kabisa. Lakini kumbe ndani walikuwa wameshakwisha kabisa. Wameogopa na kutetemeka. Unajua maana kwa Kiingereza tungesema dreadful fear. Ni ile hofu ambayo mpaka inasheki mifupa. Maana kwa kifupi ni kwamba wale watu walishakuwa wamekufa. Kwa hiyo, oh my good God, napata ufunuo mkubwa hapa. Wangeenda vitani, wangeua watu wangapi kwa haraka? 20,000. Mungu anaona kabisa wafu hawa warudi nyumbani mapema. Kama this was a dreadful, kwa sababu hiyo statement ya kutetemeka. Ingekuwa kuogopa tungejua ni hofu, yamkini ni uoga wa kawaida. Lakini mtu awaye yote anayeogopa na kufanyaje? Maana yake walikuwa wanatetemeka. Kwa kama Biblia inasema lile nilichalo ndilo linipatalo, si sawa? Kama alikuwa anaogopa kufa, maana yake walipaswa kuwa ni wa kwanza kufa. Kwa Mungu akasema nikiwapeleka hawa nitawapa ushindi wa Midian. Kwa sababu wa jamaa anaweza kukoswa na mkuki, anakufa. Wao hutaji kumpiga. Huyu namkosa tu na mkuki. By the time anasikia vu, ameanguka pale pale. Amepata stroke. Oh precious Jesus. So, nisikilize. Noma kitabu cha Ayubu sura ya 3 mstari wa 25. Kuna mstari naokumbuka hapo. 90% ya watu hutemwa na ukuu kwa sababu ya hiyo sifa. Watu 32,000 walikuwa mlimani kwa ajili ya vita. Tayari kwa ajili ya vita. Ndani ya Mungu akaona watu 22,000 hawafai kwenda vitani. Biblia inasema hivi, waitwao ni wengi, many are called but the elect are few. Waitwao ni wengi lakini wateule ni wachache. Kwa maana yake Mungu anaita wengi, lakini hao wenye sifa ya kuogopa na kutemeka ni wengi. Wale ambao wana ujasiri wa kukabiliana na kila aina ya mazingira, no matter what, ni wachache. Maana jambo hilo nilichalo unipata, nalo ninitialo hofu unijia. Nisikilize, ukiwa na hofu ya namna yote kwenye maisha, hilo jambo ambalo umelitilia hofu liko mbioni la kujia. Ili shetani afanye kazi mahali, weka hofu au woga. It's very simple. Biblia inasema hivi, unajua kuna wakati mwingine tunawabana sana wazinzi. Wazinzi ni allergy ya watu waliokoka. Ukimpata mzinzi kanisani ni allergy. Kwanza anapaswa kutengwa na kwa kule nyuma si akambukiza watu ya uzinzi. Ni allergy. Lakini hatujawahi kudili na watu wanaogopa. Kwa sababu moja ya kigezo unapeleka watu kuzimuni, bali okay, tuache vitu vingine. Sasa mtafuta huo mstari. Kwa sababu nyie mjui kigezo cha kwanza kinachopeleka watu kuzimuni. Manake hawa, they will not demonstrate their potentials. Hawa hawataishi chochote katika yale ambayo Mungu aliwaitia. Very weak people. Very weak people.
hawa Mungu hawataki kwenye system ya ukuu, they are exempted, wametemwa, hawapo. Haya, tusome kwa sauti. Biblia inasemaje? Bali waoga. Alafu angalia hizo sifa mbili. Hizo sifa mbili ni kama tumezipo mpaka kwa wachungaji, hizi mbili. Alafu niwape siri, hizi ndo sifa mbili ziliwatema wale wapelelezi 10. Kwanza wakasema wale jamaa, afu jamani waongo. Yaani unajua miaka ya nyuma wakati nyumba hazijawa nyingi, palikuwa na vichaka vingi. So ukitumwa kwenda dukani, wakati unarudi, ukiwa unakimbia hivi, ukiangalia nyuma kuna kichaka, ukiinama na chenyewe kinainama, ukisimama na chenyewe kinasimama. Alafu ukikimbia ni kama kinakufuata. So almost ufe. Hawa jamaa, wale jamaa wapelelezi 10 ni waongo. Kwanza wakasemaje? Wale jamaa maboma yao ni marefu mpaka wapi? Mbinguni. Mpaka umewekwa wapi fence ndefu mpaka mbinguni? Hofu inaweza kukuza jambo kwa namna ya kipekee sana. Maboma yao ni marefu mpaka mbinguni. Alafu niambieni, unawezaje wewe mwanadamu kujipima na mwenzako na ukajiona panzi? Let's think together. Panzi ni panzi jamani. Panzi ninaamini kwa moyo wangu wote, panzi mkubwa kabisa ana umbo hili, si sawa? Inawezekanaje ukamwona mwenzako alafu ukajiona nafsi yako wewe ni kama panzi? Panzi unamkumbatia hivi. Hata mimi na ufupi wangu, unajua wana wa Israeli wakati ule alikuwa ni giant, alikuwa ni majitu makubwa. Bila sema mikono ya Musa ilibidi ibebwe na watu wangapi? Hiyo sio mtu wa kawaida. Alikuwa ni giant, alikuwa ni majitu makubwa sana. Alafu yale majitu hawakuwa ni watu wa kawaida, walikuwa ni watu wa renki ya juu kwenye kila kabila. Watu wa vita wa renki ya juu. Sijajua wangeitwa makanal au makapteni wakati huu, lakini watu wa renki ya juu kwenye kila kabila. Maana yake ni walikuwa ni watu wanaoaminika kwenye vita. Alafu wale watu waseme tukajiona nafsi zetu ni kama mapanzi. Hiyo ndio namna uoga unaweza kutafsiria mambo. Unajua uoga unaweza kushifti mtizamo wako, alafu ukaona kitu ambacho Mungu hakioni. Think about that. Alafu kingine wakasema yale majamaa yanakula watu. Wakati wanaongea vile, nisikilizeni wale mnaosoma Biblia, wakati wanaongea vile, mkutano mzima wakapaza sauti zao juu, wakaanza kulia. Maana kilioangukia kitu cha dreadful fear, hofu ya kufa, to the point ambayo hata Caleb na Joshua waliposimama kutetea hoja zao, waliamuru wapigwe kwa mawe wafe. Utukufu wa Mungu usingeingilia kati, wale jamaa wangewaua. Angalia leo, kwa nini watu wengi hawafiki mahali Mungu aliwaita? Mungu amemwita kwenye ulimwengu wa biashara na anataka amdhirishe pale. Na ni kwa sababu ya hofu watu wengi hawasogelei hata kukaribia mahali Mungu amewaitia. Kuna hatua Mungu alitakaga nichukue mimi kama mimi. Hiyo hatua ilikuwa ni kuanza kuandaa semina za wazi za kwenye viwanja nje, kwenye maeneo ambayo hata hawanijui, hata hawajui Pastor Ibrahim ni nani. Aisee, hakuna kitu kilikuwa kinanitia wasiwasi kama kile. Nilikuwa naogopa kufanya kitu kama kile kwa sababu jambo moja, wasipotokea watu tapeleka wapi uso wangu? Alafu unajua shida si watumishi, unakuwa unajimwamba fai madhabahuni, kuna unaambia watu Mungu ataleta watu Mungu ataleta watu kwenye semina, watakuja. Alafu na waamuru watu, ita mashariki, ita kaskazini. Kwa watu wa Mungu wanaanza kuita kaskazini achia, kusini toa, alafu mashariki usizuie. Nikawa najiuliza maswali, hivi ile siku na wapeleka watu uwanjani, alafu tukabaki wenyewe na vijana wa praise, tutafanyaje? Kwa nikawa na delay, silifuati hilo jambo. Mke wangu tukao tunazungumza tu, unaishi, unajua ile hali mnaishia kupanga mipango mizuri, yani unasuka mipango mizuri, alafu naambia iko siku tu. Mama, ungalie jirani nakwambia hiyo siku aga haipo. Don't deceive yourself.
unazeeka na mvi zinaanza kutoka kichwani. Hiyo siku utaisubiri mpaka unazeeka. Hiyo siku haipo. So siku moja nikasema hivi, unajua nilisema hii sentence, niko tayari kufanya semina na washirika wangu. Ndani yangu ilibidi nibadilishe mtizamo. Niseme siendi kuhudumia watu. Nikaanza kuomba kujikoki niweze kuwahudumia washirika wangu. Kwa kama ikitokea watu wa mjini hawajaja, tafanya mimi na washirika wangu. Nilipofanya ile maamuzi nikatoka. Tukafanya mji wa kwanza. Watu wakaja mpaka tukazaa kanisa. Tukaenda tukafanya mji wa pili. Mji wa kwanza nilifanya ndani ya semina ili watu wasione. Ni hatua za imani. Ndani ya ukumbi, ndani ya ukumbi. Nikafanya semina ndani ya ukumbi ili watu wasione. Just in case hawajaja, we will accommodate ourselves. Tutajua namna ya kujimanage mle ndani. Nikasema hii ya tatu nafanya uwanjani. Tukafanya uwanjani kwenye mji wa pili. At least watu 250 walikuja. Nikagundua kila level nzuri ya utukufu inayonisubiri mbele. Sio kwamba mimi naisubiri, yenyewe inafanyaje? Inanisubiri. Naomba nikwambie kitu kwa habari ya mafanikio. Njoo rafiki yangu, njoo. Simama pale. Hiki usikisahau. Sahau vitu vyote, sahau hiki. Nikipiga hatua, nawe piga hatua. Every time unachukua hatua, utukufu wako unasogea hivi. Twende. Nikipiga hatua, every time unachukua hatua, ile level inakuja hivi. Ukipiga hatua, leo naoana na hiyo level. Am I communicating? Kwa hiyo usio kafikiria kwamba lile jambo linanisubiri. Unaweza kukaa rafiki yangu, lile jambo usio kafikiria kwamba na mgoja Bwana. Tena hizi nyimbo zetu hizi, nyimbo nyingi tunazoimbiwa, tunaimbiwa na watu ambao wame outbreak, ile sisi tunatiwa moyo. Yaani watu tayari they are outstanding, wamesimama mbele ya maelfu, alafu wanakuimbia wewe, namtarajia huyu Yesu anafanya mambo yalo makubwa, namtazamia. Lini? Kwa sababu yeye tayari huyo anafanya makubwa kwake. Lini? Do something. Unapoinuka na kuchukua hatua, ile level na nyewe inainuka kuja kupokea. Nimeongea kitu kikubwa sana. Unapoinuka na kuchukua hatua, ile hatua na yenyewe inachukua hatua kuja kupokea. So inasubiri mkutane njiani ikucelebrate. Unasema hivi, nikifungua kitu fulani, what if? Swali la kipepo sana lile. What if? Vipi kama wasipokuja wateja? Vipi kama? Si mnamsikia kwa ushuhuda wa Jack Ma? Aliendesha ile taasisi yake ambayo ilikuwa na dini na masuala ya mtandao. Miaka ya mwanzoni alikopa mikopo mpaka benki wakamwambia, sasa wewe hii mikopo unayokopa haileti faida, uta bankrupt. Mteja wa kwanza anasema hivi, ni yeye na wafanyakazi wake. Mteja wa kwanza wamerani, kwa sababu wakati watu walikuwa waelewi kile kitu cha biashara mtandaoni, walikuwa waelewi. Kwa akasema mteja wa kwanza alikuwa ni yeye, alikopa mpaka benki zikamwambia stop, acha kitu. Leo unawezaje kumescape Alibaba? Unawezaje kumescape yule jamaa? Cheka alivyokuwa tajiri, lakini mwambie akueleze namna alivyoanza. Wanasema kwa habari ya Bonke, wakati anafanya mkutano wake wa kwanza South Africa, alipoenda South Africa, wanasema kwenye ule mkutano wamefanya maandalizi, fedha nyingi imeingia kwenye maandalizi. Alafu kufika pale wamechukua kiwanja, uwanja ni uwanja watu wa Mungu. Alafu wakafika pale, watu nafikiri walikuwa wafiki 100. What a discouragement. Ndani ya wale watu Bonke akawa devastated, ikamsumbua. Watu 100. Na likiwanja lote hili palikuwa na kiwete mmoja, sijui mtu mmoja alikuwa hawezi kutembea kabisa. Mungu akamwambia hivi, nenda muombe yule kiwete pale. Muombe yule kiwete pale. Akaenda akaweka mkono, akamwombea yule kiwete. Mkutano ukavuma kwa kelele. Anasema kesho yake ile sehemu alikuwa ameandaa haikutosha, walijaa watu nje. Mungu anakuambia chukua hatua ambayo inaonekana ni kama itakupiga kwa aibu.
Ukishaona kama ile hatua itakupiga kwa aibu, ujue ina utukufu kwa ajili yako. Yani kila wakati unaanza kuhisi ya kwamba utapigwa kwa aibu, ujue there's very thing imebeba utukufu wako. Kitu kile kile kimebeba heshima yako. Lakini kama ndani zile hisia hazijaza ya kwamba ninaenda kuaibika, kama ujiona zile hisia zimekuja, ujue jambo lile ni la kawaida. Lakini kama linakujaga, inakuja na aibu, ukifanya unaweza kuaibika, ukifanya unaweza kupata fedhea, ujue limejaa heshima, limejaa utukufu, alafu liko kwa ajili ya kubadilishia level. Wake up. This is a wake up call. Mungu anakutaka uinuke uanze kufanya mambo exceptional. Usiwe na udhuru kwa jina la Yesu. Kansa hivyo vitu vya udhuru. Okay, tulikuwa tuko wapi? Usitoe huo mstari. Mimi nazungumzie bali waoga. Wala sijaondoka pale. Nazungumzia wale jamaa wapelelezi 10. Walikuwa na hizo sifa mbili. Moja, walikuwa na uoga, alafu mbili, Biblia inasema hivi, hawakuweza kuirithi ile nchi kwa sababu ya kutokuamini kwao. In fact, wasomaji wa Biblia mnajua kutokuamini ilikuwa ni moyo mbovu wa kutokuamini na kujitenga na Mungu aliye hai. Usipojiamini, moja, una moyo mbovu, alafu mbili, umejitenga na Mungu aliye hai. Think about that. Sasa hapa nakwambia bali waoga na wasioamini na wachukizao. Nyinyi waoga mnasumbua wazinzi. Mtaona wazinzi wako level namba ngapi? Waoga ni level namba 1, Mungu anachukia. Yaani maana Mungu hamtaki muoga. Kwa kiwa muoga tu umejitoa kwenye cycle ya ukuu. Unakataliwa na ukuu. Uoga unakufanya ukataliwe na ukuu. Wasioamini wamejaa makanisani, wanakufa kwa kansa, wamejaa makanisani, wanakufa kwa visukari, wamejaa makanisani, alafu wanaimba kwenye kwaya, anaweza yote, wamekaa makanisani, wanafikiri. Unajua tunavyowaimbiaga watu wakiwa wamekufa is as if Mungu atawapokea kwa ushindi sana. Mimi naamini watu wachapa fimbo. Kama unasikiaga mambo kijuju, mimi naamini katika ukweli wote, kwa sababu unaendaje kupokelewa na Bwana Yesu alafu kiwa na ugonjwa umekutafuna miaka 20? Atakuuliza hivi, unakufanya na kansa? Atakwambia nilipata ugonjwa. Utamwambia nilipata ugonjwa, atakuuliza hivi, sikufa msalabani kwa ajili yako? Wakati nateseka pale msalabani kwa ajili yako, nilikuwa nafanya nini? Kwa nini ukuamini ya kwamba nimechukua ya magonjwa ukakataa? Nilikuwa nimelala kitandani, nilishindwa kutembea. Kwa nini ukushusha mguu alafu mimi nitembee ndani yako? Kwa sababu mimi ndio nilichukua magonjwa. Maana mimi niliugua kansa. Ulipaswa kufanya mguu hivi chini, acheni kidogo. Ulipaswa kuanguka. Attempt, fanya kitu. Ulipaswa kufanya kitu. Huyu ni Petro, anamkuta Aenea. Aenea kalala miaka 8, hatembei, amepooza. Alafu Petro anamkuta Aenea, anamwambiaje? Aenea. Yaani maana yake ndani ya miaka hii michache sahau. Petro akukemea pepo. Amazing. Akamwambia Aenea, maneno machache, Yesu akuponye. Inuka, jitandikie kitanda. Aenea, Yesu akuponye. Maana yake nini? Umesahau muda mfupi uliopita alifanya nini msalabani kwa ajili yetu? Unafanya nini hapo? Aenea alipomwelewa Petro, akainuka, aliyepooza miaka 8, akaanza kutandika. Nini kinawaua watu? They love their self. Atakaye ipenda nafsi yake, bila semaje, ataiangamiza. Atakaye iangamiza kwa ajili ya Kristo ataipata. So if you want to die, jiambia kwamba waliniambia nikitingishika hivi moyo lazima. Ukitaka kufa haraka, be careful for yourself. Wasioamini, alafu angalia Biblia inachosema, wachukizao, wauaji, tunawapata wazinzi na washa. Nirudishe mistari yangu tuondoke huko. Wataenda kwenye mauti ya pili. Terrible. Tuenda kwenye kitabu cha nani? Waamuzi sura 7. Tulifika mstari wa 3. Kuna mtu mmoja anaelewa anachosema Watu 22,000 wanarudi nyumbani. 22,000. Akina mama mdogo mahali hapo, imagine ndio mume wako karudi. Jiulize swali, ingelikuwa ndio wewe ndio umerudi nyumbani, unaulizwa na mke wako, mbona umerudi?
Najua ungempa sababu, najua mkosagi sababu. Oh no way. Haya, ndipo watu 22,000 wakarudi katika watu hao, wakabaki watu 10,000. Nataka nikuonyeshe tu namna woga na kutetemeka hivi vitu vinawatema watu wengi kwenye cycle ya ukuu. Twende namba 4. Nikuonyeshe. Wao nimekuonyesha jambo la kwanza. Walirudi kwa sababu ya kuogopa. Ai.